Pema si pema, pasipo pema si pema tena. Ni huzuni kwa Wakenya kwa ujumla. Hii ni baada tu ya kupokea ripoti na kesi kutoka shule mbalimbali kutokana na ukosefu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi ambao wamesifika kuichoma na kuiteketeza rasilimali ya shule. Acha tumpate Bwana Marango atueleze mengi zaidi yanayojiri. Marango kwenye laini. Okay, naam, asante sana ndugu yangu Bwana Sefa kutoka upande wa pili wa Chuto. Jinsi ambavyo imekuwa ikisemekana ama imekuwa ikishuhudiwa kutoka baadhi ya shule nchini, shule mingi zimekuwa zikishuhudiwa kwenye moto, na pia tumeweza kufuatilia na nimeweza kukutana na mmoja wa wanafunzi hapa akitoka shuleni, na ningependa sana kumhoji kujua nini hasa kinaweza kusababisha ama kinawafanya wanafunzi hao wakiingia kwenye vitendo viovu ama visivyo vya nidhamu kiasi hicho. Kaka, hujambo? Jambo. Labda nimekuona kwa njia na ilhali sasa wanafunzi wanasile kwa shule, nini kimetokea hasa? Shule imeteketea, bweni zimechomwa. Na labda ni kitu gani hasa ambacho labda kimeweza kusababisha kuchomeka kwa mabweni? Kwanza ni chakula hakijakuwa kikiandaliwa kwa masaa, kwa muda ambao unatarajiwa. Jambo hili limetuchukiza sana, netubo. Na labda tu kwa na njia nyingine anuai ya kusuluhisha bila labda kusababisha kuharibu rasilimali za shule. Kwa muda mrefu tumekuwa na mawasiliano, tumezungumza na walimu, lakini hakuna action imefanyika. Okay, naam kakangu Stotoni, labda jinsi ambavyo umeweza kusikiza kutoka kwa mwanafunzi mwenyewe, labda yale ni ndio mambo ambayo yameweza kusababisha wanafunzi wale kujihusisha katika vitendo viovu vya namna hiyo. Na kufikia hapo sina la ziada ila ni kukurudisha shughuli pale Stotoni. Langu jina Marango. Naam, shukrani sana Bwana Marango kwa taarifa hizo. 666 mara 6 kabla ya kusema sita tena, ila kutamatisha taarifa tulizoandalia kutoka chumba chetu cha habari. Tupatane tena siku ya Jumatano kwa taarifa zaidi. Nimekuwa wenu J Kingpin.